Praise the Lord. Bwana asifiwe. Ni ndagocaa Mwathani tondu wa ihinda riri ria muthenya wa umuthi ni kiumia gia kana thutha wa Easter kana thutha wa kuriuka kwa Jesu Kristo uria wokire ni tondu wa wihia wito nie nawe uranjindorera muthenya wa umuthi na ngakimenya ati twina gikeno ni kumenya ati thutha wa muturire uyu toguo Jesu acokire gukua na kuriuka na ithu ni tukona muoyo wa tene na tene twatura na twaturia kirigiro. Rekei tuhoe ni undu wa ciugo ciake. Twagucokeria ngatho ithe itu matu-ini ni tondu wa ciugo ici Mwathani twathie kuigua. Itikira Mwathani guturathima, itikira Mwathani ona gutwariria, itikira Mwathani gutuonia njira thiini wa ritwa ria Jesu Mwathani witu. Amen. Ni thiini wa ibuku ria Isaia 40 muhari wa mbere nginya 11 na ndiguthoma yothe no ni njui ni tuguthie tukihutagia. Ni rugano ruheanagwo uhoro wa ihura ria Ngai gukinya mwisho. Kahinda riri kwina COVID-19 na tukoretwo tukigerera maruru ma COVID-19, arata aitu, aciari, andu aria twitanitio nao, ciana cito ona andu aria nginya tutoi makahutio ni igutha riri ria COVID-19. Riu kirikaniro ni kiratwariria ati riu igutha riu ni rirathi gukinya mwisho. Rekei tuthome Isaiah 40 verse 1 and the following. Your God says, comfort, comfort my people. Speak kindly to Jerusalem and tell her, your time of service is finished. You have paid for the price of your sins. I, the Lord, have punished you twice for every sin you have committed. Reason, there is someone shouting, prepare a way in the desert for the Lord. Make a straight Lord, therefore our God. And every valley must be filled. Every mountain and hill must be flattened. The crooked roads should be straight, and the rough ground must be made smooth. Then the glory of the Lord will be shown to everyone. Together, all people will see it. Yes, this is what the Lord himself said. And that is the word of the Lord. Isaiah was one of the prophets of the Lord. Na alikuwa nabii ambaye alitumika sana zaidi kwa watoto na kwa wana wa Israeli, kudhihirisha kwamba Mungu hajawachana na wao. Hata wakati wanapomkosea Mungu, he was sent. He was given a different message than this. Now, after God has seen the trust that Israel had to him, he wants to transform the punishment to a blessing of a bigger living and a blessed life. Part 1 or verse 1, the Lord says, comfort my people. Ya kwamba hawa watu ni watu ambao walikuwa wamechanganyikiwa, ni watu ambao walikuwa wamefika mwisho, watu ambao hawakuwa na mwelekeo sasa, kwa sababu walikuwa wamefika pahali ambapo hata wangehitaji kuona mtu mwingine akiongea na wao. Lakini sasa Mungu anatuma anawatumania Israeli nabii Isaia ambaye atakuja kunena nao, na ambaye ananena nao katika mlango huu wa 44 kutoka mstari wa kwanza ukielekea hivyo hadi 20 na kitu. Utasikia ya kwamba kuna maagizo ambao wanapewa ili kutoka katika pigo hili, ili kutoka katika adhabu hii, lazima wafanye hii na lile. But verse 2 gives us hope and gives us a direction of hope. Verse 2 says, speak kindly to Jerusalem and tell her, your time of service is finished. You have paid the price for your sins. And I, the Lord, have punished you twice for every sin you have committed. Kwamba umekuwa katika dhambi nyingi, na sasa nimewapiga mara mbili. Na sitaki tena kusikia kwamba mnateseka kwa sababu ya dhambi ambazo mmefanya. Sasa kama Mungu wenu
nataka kuambia katika pigo hizo, katika dhambu hizo na katika kuadhibu huko, mara hizo mbili ama mara hiyo mbili mtapata mumelipa fidia ya dhambi zenu. Kwa hivyo sasa wakati huu wana wa Israeli sio wale ambao tunasoma hapa kwa Biblia, sio wale ambao tunasoma katika historia, lakini ni wale ambao wanamcha Mungu, kwamba tuwe na furaha sasa, tuwe watu ambao wametulia na watu ambao watamcha Mungu, kwa sababu sasa vita ambavyo Mungu alikuwa anatupiga, even at this time of COVID-19, even at this time that jobs have been crossed for some of us, God want to tell us that we have serviced with the time, maybe if we state it from last year March to this year and to this time, God has seen the cries, God has seen us going through sorrows, through the deaths of our people, our beloved brothers and sisters, our parents and our siblings. As we see them, God has made us suffer. And even right now, we have been punished by God through COVID-19, through other things, through our economy coming down, other people shutting their businesses, other people shutting their churches. Like now we have shut our churches. Why? Because there is COVID-19. That punishment, our God is telling us, has come to an end. Why? There is a promise. We have serviced with the time that we have been away from the churches. Our sins have been taken away. And as a songwriter wrote and said that an abundance of our sins we are rolled away on the cross. Since we commit our life and we committed our lives to God, ikawa kwamba Mungu ataendelea kuturehemu. Na sasa tunapoendelea na kuona mstari wa 3, inasema ya kwamba that we reason keenly, that there is someone who is shouting. Kuna mtu ambaye anatoa sauti nyikani akisema ya kwamba make a straight road, tengenezeni njia ambayo imenyooka kwa Mungu. Milima lazima ifanywe tabarale. Milima ambayo even those small hills must be made flat. Oh, hallelujah. The valleys must be filled. Kwa sababu hata wakati tunapofika mwisho, Mungu anaanza nasi. Because this Jerusalem was a place where people could go for prayers, could go for sacrifices, could go for offering. We are told today that we are supposed to have freedom because God has made us have freedom, and we service before God. Why? He has serviced our sins with punishment. Na sasa tumefanywa huru, and the time that is remaining is for us to be committed before God. Is for us to be witnessing this God who is faithful before our presence, and even before every action that we act to. The sins that we have committed, the Bible says God have punished us, and we have, in the presence of that punishment, we have serviced our sins with the same time. Tumetupa wakati tukiservice dhambi zetu. Tumetupa wakati tukifanyia dhambi zetu marekebisho badala ya kumtumikia Mungu. And that is why we are told, now because God have heard our prayers, as Jerusalem, as a new Jerusalem, we are supposed to learn and note that God is going to make us renewed and new before Him. As I come to the closure, the Bible says in verse 5,